Hello good people. Welcome to the YT show, one of the best online shows online. And guess what we want to talk about today. So today in studio, I'm with none other than teacher Festo. And we want to talk about music. So let's go. Okay. Nasema leo umelemewa, lakini kesho you never know. Nasema leo umekosa mlo, lakini kesho you never know. Nasema leo umelemewa, lakini kesho you never know. Nasema leo umekosa mlo, lakini kesho you never know. You never know. Hey. Never know. You never know. You never know. Tatiti na kujiamini kwake Mwenyezi, atakuwa shwari, atakuwa shwari kwako. Nasema leo umelemewa, lakini kesho you never know. Nasema leo umekosa mlo, lakini kesho you never know. 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 Hey. Nasema leo umelemewa, nasema leo umekosa mlo, kesho you never know. You never know. Yeah, thank you so much. But I hope I have not spoiled anything. I was trying to sing chini ya maji. I hope you will not hear my voice, by the way. I hope itasikika. So welcome Teacher Festo. Thank you. Yeah, so Teacher Festo runs a music school in Kibra. How is it called, the music school? For music. Yeah, for music. So we want to talk about how to make musicians. So how can we make those small or young kids who want to do music great musicians? So that is why Teacher Festo is here. Na maybe kabla tuendelee, Teacher Festo, you are very passionate about music. Unapenda music sana. So why do you love music that much? Music inaleta healing, music inaleta peace. Wanasemanga muziki ni sabuni ya roho. Si pesa. Music inakata cross. Hakuna mtu asikizi music. Awe mzee, awe mtoto, awe mama, awe baba. Hata ule mwenye kwa bed anasikiza music. So niko passionate about music because ni kitu iko kwa heart, ni kitu naipenda sana. Okay. And by the way, I've heard some people you can listen to some songs even if you can't understand the words. So that is now the impact of music, like people are just singing but hata haelewi lakini okay, mtu usikiza music vitu mingi, mtu usikiza either anasikiza beats ama anasikiza the instruments tu zenye ziko hapo ndani. Yeah, kuna mtu pia anataka kusikiza hata ana haja na voice. Ndio maana kuna tunaitwa jazz music, kuna tunaitwa rumba. Mtu anasikiza anataka tu kusikiza hiyo tune, si hata about the words or whatever, but now kuna wale pia wako keen na nini naimbwa. Hiyo message pia. Hiyo message ni gani? So watu ni tofauti. So it's always soothing, by the way. Sometimes you just instrumental tu ina soothing mtu kabisa. Na sooth mtu. Unaona ukienda events za hawa wazito, acha niwaite wazito. Unapata wameka jazz. Jazz mostly haimbwi sana, mostly in instruments, but you see people are enjoying. Okay. So inadependa mtu pia. So I guess we pia ni mzito, by the way. And now, hebu niambie maybe briefly your music journey ulianza aje, maybe just briefly. Briefly ilianza 2012 officially. Of course uko nyuma ilikuwa tu na bado kiwa mtoto nini hauelewi sana, but 2012 nilimitu mse anaitwa Pastor Frank Peter. Okay. So alikuja event fulani akaita auditions na mimi nika apply auditions. So nikaenda kwa audition nikaishia. Na yeye akiwa na wife wake wakani audition. Na sikujua nimepass, nilijua labda sijaweza. You just trying your luck, like trying my luck, and then after that nikaambiwa come tutakuwa part of the event. And so I think that's when I realized kumbe I could do something with the music. Nilikuwa na audition piano na voice, but nili end up
a backup vocalist kwa Okay. hiyo event yake, which of course ilinisaidia sana ku understand things na ku start off my journey ya music. Okay, now maybe again briefly from that audition. So how did you pick up? Sasa ndo ukakuwa now Festus, who is now running for music. Well, from 2012, okay, nilikuwa shule bado. Nilikuwa form 3 ama form 3, yeah. And so unapata, of course from there sasa nikaanza ku understand, because hiyo event ilinifungua macho ile I'd never like done an event kusimama mbele ya watu kuimba. Nilikuwa nikizanga piano church, but nimejua kucheza piano wewe ni msee Kutoka hivyo tu. no, wewe shughuli na mtu. But now this time I was performing. Like kuna wasana kuona The audience is seeing you like na kuona. Tu unasikia pale wasana play, unasikiza venye hizo instruments zina coordinate, unasema okay. So after that nikaanza kupasu pole pole. Kwa sababu kwa serious about, nilikuwa napenda piano but then bado sikuwa poa hiyo time. So nikaanza ku learn serious, kuchukulia serious. Of course kutaka kujua kuimba more. So of course nimekuwa learning period. Ni ku learn. Like music aishi. so ni step by step. Step by step. So nika learn mpaka 2014, after just 2 years later 2014 nikaamua ku come up na a music school which was still online. Kwa nafungua tu online. Kushtua seni aje kutaka msani za kufunza piano niko hapa. Na hivyo ndo ilianza. Until now. Okay, so maybe we'll talk about that music school there later. Okay. So let's come back to now our main topic. So how do we make these great musicians? Our great musicians, I don't know if you can mention any musician that unafikiria ako poa kabisa like. Ako poa. Kuna Maju, kuna Kirk Franklin Maju. Hapa Kenya naweza taja Pitson. So how do we make these great musicians like una feel how can the young parents parents who feel like their kids want to pursue music, how can they guide their kids to at least to grow musically? Of course wezi force mtoto afanye kitu apendi. So number 1 ni mzazi kumexpose. Jaribu kuexpose mtoto kwa ukitaka afanye music, that is. Unajua kuna wale wazazi wanataka mtoto afanye music na kuna watoto wanataka kufanya music. Those are two different. So you mean the key thing is identifying what the kid want to do first. Okay. Because wewe hapa unaweza kuwa unataka na mtoto hataki. Ama mtoto anataka na wewe hujagundua. So ni kupoa ku identify, then ukishajua mtoto anapenda music, try kumexpose anapenda music kwa context gani. Anataka kuwa mwimbaji ama anataka kuwa msee wa kuplay two instruments. Yeah, because ama ni compose ama ni kuandika tu, msee wa kuandika. Kuna wale pia wako good in writing, they can't play or sing. Kuna wale pia they can just play but they can't sing. Also maybe they can't try. Na kuna wale pia all rounder anaweza imba pige na like you. Yeah, kama mimi. I know you write, I know you play the instruments, I know you sing with them. Yes. Yeah. But then is it a talent like pia kuna venye ama somebody can be trained? Of course wao wanasema talents are nurtured. Si ndio? Also na gifts pia zinakuwa nurtured. So naweza sema yangu ni gift. Because I don't know if it's come from a gift to a talent or a talent to a gift, but I think God kuna mnyanekanga gift ndani yako. So wewe akikayo gift ndani yako, hiyo gift isipokuwa nurtured in any way, itabaki tu imelala. So until uanze kuinacha, uanze kuiweka into action, wako need kabisa, then it becomes something the nation ama the world can see. Yeah, and so for me nasema ni passion. It's more of passion and I believe in a gift God alinipea pia. Okay. Now umesema about the parents need to identify what the kids love. Kama ni music then waanze nao, si ndio? Yeah. But before that, maybe briefly, how do you identify that huyu mtoto anapenda music? How can you see that as a parent? Because kuna parents but they hawezi ona. Okay, music, of course music not come from the word muse. A muse is an inspiration, ndio? So lazima mtoto akue inspired kwanza. So inspiration inatoka maybe kwa kuwatch ama kusikiza ama kusoma. So the best way ni tembeza mtoto kwa events ama functions ama expose kwa musical things ama musical sounds.
uone mtoto anapenda kuna kitu huwa tunaita trial classes. Ukileta mtoto shule kujifunza au utakujua useme unasema nataka kujifunza piano, alafu unagundua mtoto hapendi piano, mtoto anataka kujifunza drum ama guitar. So tutamfanyia trial inachukua maybe a week or two. Mtoto tu kukamilia acheze aone wenzake wakicheza, aone what's happening. Ndio utapata out of those all instruments kuna ile moja yenye ataanza kukua interested sana in that one. And so as a parent expose mtoto kitaka kigundua napenda hiyo ni expose. But now okay nauliza okay utagundua aje like I have a kid in my house, so how do I know that mtoto anakaa anapenda music like anakaa anapenda hii kitu? Ama you will see what the kid is always doing. Yes, you will see what the kid. Kuna best yangu mtembelea, mtoto wake ni musician, huyo best yangu pia. Mtoto wake alikuwa akionanga music imeenda inacheza kwa TV, ungeona anafanya mkono hivi. So such things anafanya mkono hivi na hakuna kitena play but unaona anafanya mkono. I feel so ni kama pia ana feel kanaweza. So hiyo hizo ni vitu unaweza angalia useme huyu mtoto wangu ni kama ama unapata music ikiwekwa ako na psyche anafurahia but vitu zingine zikifanyika ameboeka ako like hii. So ni okay ni kuwa close na mtoto wako pia uta-identify but kama huko close hauwezi jua. Of course mimi sina mtoto but niko na watu wenye na guide na wakikuja mimi wasoma kwanza utaona tu mtoto venye ako interested na hii imbambi nini but usimforce pia. So identification inakam by way kuona kile mtoto wako ana relate nayo sana kwanza. Okay. So now okay after identifying that this kid loves music. So what is the next step for those parents? The next step ni kumtafutia tutor. Tafutie mwalimu ama mtupeleke shule. Mpeleke music school. Mpeleke music school ama mtafutie hata kama ni home tutor kuja kumtute kwa nyumba, kumfanyia classes kwa nyumba. Ama of course hizo ndio the only options. Either umpeleke shule ama mtafutie mwalimu. I'm guide because sasa akishagundua anapenda alafu unyamaze. Maybe hiyo ndio kitu itameka kwe powerful kwa life. Na happy pia. Purpose yake huwezi jua. Yeah, so mpeleke either music school ama mpeleke kwa tafutie mwalimu. Walimu wako all over wenye pia si lazima iko music school. Na walimu tu wako ile one on one wako mtaani tu. Yeah, because pia kuna shule zingine ukienda utapata one on one teacher. But so it depends na mzazi unataka aende shule interact na wengine ama akuwe na one on one na mwalimu. And by the way music schools hiyo pesa mmechemsha sana bana. Hiyo sasa kwanza imepanda. Sasa imepanda. Hii kitu music is very expensive. Music is very expensive. One reason why nilikuja kurealize music ni expensive juu mtu ana instill knowledge kwako. Na knowledge haitawahi toka. Ndio kuna wenye kusoma CRE shule ufanye exam umesahau topic sasa ni topic kwani nilikuwa hapo umesahau topic. The same ukisoma hata maths ukumbuki formula. Lakini mja music ni different juu ukifunzwa hiyo piano haitatoka kwa mind. Utakuta kwa piano nakumbuka this is what I'm supposed to do. But mja kitu kama maths ama ni lazima formula ilikuwa gani. So in short music sometimes it is more practical pia like music is more practical because sasa mtu akikupatia hiyo knowledge itakupeleka maybe through your lifetime. So that's why some charge sana, wengine pia wana charge expert juu wakiangalia pesa wamespend ndio walan. Because pia walimu wana shule zina charge pesa hapa nje. So wanaona like nimetumia pesa mingi shule. Kulando ni hivi. This music teacher. Ndio nikuwe music teacher ndio niko na hizi skills. Nimetumia pesa. So pia mimi hata nikuwe pesa irudi. But si wote of course kuna wale wako na hiyo mentality, kuna wale pia personally na believe purpose yetu kubwa ni kumake the other person akue better. Okay. Na believe hiyo ndio. So it's not always about the money for me. It's about umse akue poa. Because ndio pia yeye aweze kumake the other generation ya music izidi kuwa poa. Okay, saizi wewe una run music school.
tuseme okay, uko located in Kibra, Kibra. Somewhere in Katokera. Tuseme now we have some kids, some parents who feel like their kids really want to learn this music. Lakini wenyewe hawana uwezo sana. Is there any way that you can help them? Of course kuna they can get something small like maybe anazajikaza apate kidogo. Yeah, mtu ni kujiongea. Ukikuja huko shule penye hapo Katokera. Ni kuelewana, tunakaa chini tunabongo nasema mimi this is my mkono zetu hazitoshani, hata mbele hazitoshani. And so okay, mimi huangalia more of passion. Kuna wale wasau kama unaleta mtoto anajifunza for 1 month ameenda missing. Ama hata adult anakuja class anasema mimi nenda kulala piano. Unaanza class after time anakuambia nimekuwa busy ameenda missing. Huyu yako kama juu ya passion, huyu alikuwa anakam juu yako free. Ndio kuna watu kama music classes juu yako free. Kuna mtu sana kama juu yako passion, anapenda hiyo tu anataka kulala. Ata create time akuja kama ako busy. So mimi huangalia vitu kama hizo. So wasi charge tu ati this is the amount and then let's ni passion ya huo mtu yuko aje, na pia mzazi wa huo mtoto mbona like lazima tuongee, tukae chini tuongee. So mzazi ukikaa mtoto wako kwa pale anataka kula music kama wewe mwenyewe unataka kula music, kama we will talk and agree. Sita kucharge expense, sita overcharge, na pia sita kuundercharge. Tutaona vile tunaweza at least something fair enough. Because inafaa ikuwe win-win. Vitu zinawanga win-win. Yeah, true. I give, you also give. Hawezi give tu na upokee anything. Yeah. But I've seen some kids hapo evolve for music. Like, do we have some kids when you're just teaching for free, like when umeamua to like let me help these kids, ama wote ni like they're just paying? Challenge ya mtaa kuna ile mentality ya hizo vitu kama music si vitu muhimu sana. Hiyo ni mentality yetu ya mtaa. Tunapotanga mtoto hata akifika form 4 anaanza kuona anagundua na kufanya music. Alafu anaanza kuenda na kurecord. Hata understanding. Anataka tu kurecord because sana na music ina boom hapo nje. So pia anataka kutry kwa music. But kuna wale watoto wenye unaona mtoto anapenda hii music akiwa mdogo, mzazi wake ana uwezo, na mtoto kimwangalia yenyewe unaona ko passionate. So mimi uchukua watoto kama hao, I involve the parent na mwambia mtoto wako ako interested na this instrument. Mzazi ananiambia yenyewe mimi na siwezi, sina kitu, sina uwezo. What I do ni ku give back pia to the society. So ndachukua mtoto ni work nae mpaka of course in future atakuwa pia mtu anaweza peana hiyo na give back pia. So it's not all the kids that are pale for music wanapay, wengine ni out of ile you just feel like anapenda ana uwezo kumsaidia tu. You're just being human. Yeah, being human. But sasa pia kuna wazazi pia kuna wazazi wale wazazi wenye anaona kama kitu si muhimu. Si uongo. But kuna wale wazazi wenye they are concerned. Anakuambia can afford this, so wewe saidia mtu hivi nitakuwa nakupatia hivi. Yeah, but watu ni tofauti. That's true. Okay, now after joining the music school, I'm getting that tutor. What's the way forward? So akishaanza tu sasa yaendelee tu ama I know it's a process like it's a process. Mimi upenda kutumia example ya tunasoma for 8 years ndio tufanye KCPE. Na pia nasoma for 4 years ndio tufanye KCSE. Yeah. So huwezi learn music within a month na umeiva wewe ni pro unacheza una rock ma stages. Huwezi. Nikiangalia kutoka 2012 mpaka saa hii vitu nilikuwa nacheza then na tunacheza saa hii vitu different. Ukicompare kwa like what was I doing? Hiyo time ilikuwa get because now lazima we involve practice. Music ni practice. Ni kama Kipchoge ametuletea gold, si ndio? Ametuletea gold last week kama last week. Huo mtu hiyo ndio like lazima apige tizi. Hiyo gold ya huyu jamaa. Lazima apige. Si rahisi. Easy. So pia music ni the same. Piga tizi utakuwa poa, piga tu tizi utakuwa poa. So mtu yake anza class ama wewe adult ukianza class usilearn tu alafu ati nini na kuencourage upige practice because out of this practice itakufanya ukue poa na uweze
apply whatever you have learned. So you must keep on practicing, in short. Keep on practicing, keep on getting the right knowledge. Kuna wase wanapeana knowledge ya uongo hapa nje. Mimi nime experience. Mtu anaanza kufunza music. But vitu anakufundisha unashangaa hizi vitu mtu alani wapi? Akona rumors ya music. Alani wapi? Akona rumor, akona hint. So it's better you get the right knowledge. Sikizi tuko na advantage. Sikizi kuna hata ukienda internet unaweza pata hii skill. Kuna internet sikizi kuna some jaribu you can get some good teachers huko hivyo. Kuna some good teachers huko wanaanza kupatia tutorials. Then na explain your bundles, wifi, then you explain. Wala pia mjua ku interact na mtu au interact na yeye hawezi muuliza swali. So inakuwa pia challenge kidogo. But sikizi music hakuna excuse ya ku learn the wrong things musically. You can do your own research. That is kama uko at least grown up kidogo. Ukiona umefika mahali penye umpata basic, do research. Usikae tu na hiyo basic kidogo msomo learn piano, umejua kucheza maybe 4 chords, sasa hapo ndio wewe unabaki tu hapo forever. Do research. Usikize mbona wasanii wana play hivi? Na mbona mimi sicheza kao? Yeah, so ni research usikae na hiyo skill once umeini. So because pia unaweza expect sawa mwalimu wako atakupeleka atawalk na wewe forever. Atawalk na wewe akupatie basics, akupatie foundation poa, afa kuache na wewe uendeleza kupiga shughuli yako ya muziki. But now I think for kids who cannot do their own research, I think parents should just get some at least proper teachers like mwenye anaelewa kitu vizuri. Yeah, parents napenda parents wa huku kwetu mtaani sijui kama kuna parents kama hao. Kuna places unaenda especially hizo at least places imeomoka kidogo Lavington huko Karen huko ni lower Karen kibla ni lower Karen hapa Karen hapa Karen huko unapata wazazi kabla mzazi akupatie mwanafunzi mtoto wake umfundishe lazima ndio kujua how long have you been teaching, where have you taught before, nini tukaa hizo. So lazima ukitaka kupata the right knowledge, find out mse mgani. Si ati unasikia anacheza keyboard pale ama anacheza guitar ama anacheza whichever instrument. Alafu unaenda. Anaweza kuwa anacheza hiyo ndio level yake ya mwisho. Maybe just one thing anajua kucheza vizuri, amemaster kitu moja vizuri. But ndio because understanding ni muhimu. So kuna walimu wenye wana understand music vizuri kabisa. Na kuna wale wenye nimesema rumors. Wako tu na hiyo knowledge juju. Naweza encourage walimu wa music ama any musician. Fanya research. Kuwa na the right knowledge. Knowledge yenye hata unaweza apply Kenya, when you apply US, outside the country, apply whichever place. Because ina cross. Piano ni ile moja, chord kama ni the same chord unatumia Kenya tunatumia huko. So ukipata the wrong knowledge then inakuwa ni shida. Itakuwa limited hata kunini. Tutatoa mwanafunzi mwambie nataka ufunze mwanafunzi hii unagundua yeye yenyewe siwezi. So unataka kubahatisha tu because you need the money. You need money so unabahatisha. Kuna walimu wanabahatisha yeye anataka pesa. Nimewaona na wajua. Siwezi wataja. Okay. Sawa. So now we have for music. So let's talk about for music. So the parents who want to help their kids somehow help themselves musically, you can get a music school, get a tutor, but we have one here, another school in it for music. So first, where is for music? Iko Kibera Katwekera hapo chini. Ukijua unajua Shofco. The main hiyo Kibera School for Girls hapo. Fika tu hapo ni few meters. Iko kwa church. Kuna church inaitwa St Jerome hapo ni SK. So of course hapo kando ya church ndio kuna hiyo for music. Yeah, so if you want to get there, enda Shofco, that is the main Shofco hiyo Kibera School for Girls. Yes. From there just ask St Jerome. Then uliza the music school. Ama anaweza piga simu pia. By the way, I think tuandika namba mahali then get the contact. Yes. Okay, tuongea about your music school. So how is it running a music school? Music school ni challenge. First lazima ukue ahead. Ufunga music school ilipatia challenge. Lazima ukue ahead, lazima ukue na lazima ukue level fulani. Juu
every student ama mwenye anakam kujifundisha ana expect huyo ni mwalimu atanipatia knowledge nataka. So imenichanua lazima ukue na level, lazima tu umejua the right things. So kuna umelearn, umeexpose, umefanya nini. So una step up game yako kabisa pia wewe. Step up game yako kabisa. Juu mtu atakamtoa anasema mimi ndio kujifunza kucheza rumba. Na wewe rumba by the way. Rumba hii mimi. Rumba inaanzia wapi? Rumba Japani ama rumba gani hiyo? Rumba gani? Sana kama nasema nataka kujua kufanya jazz concepts nini za majazz. Nasikia jazz na nibamba. Za lana aje jazz. Okay. Kwa sababu wewe umezoea tu labda kucheza 7 ama umezoea kucheza tu hizi soft songs peke yake. Inakuwa challenge. Hawezi guide huyu. So atatoka hapo, mjue umeharibu CV. Atatoka hapo anasema wale wasee wajui. So kuna music school si rahisi, inataka pia ukue because sasa challenge ni hizo resources sometimes, but hizo resources manze si rahisi. Kuna hizo resources za materials nini lazima ukue nazo, utafute instrument pia ukue nayo nini. So it's not easy, but we've been managing, tunang'ang'ana kabisa with what you have, at least unaendelea. Yeah. Okay, so what are some of the things that you offer for music? For now tuna offer piano classes, cheza piano ama keyboard. Tuko na guitar tunafunza acoustic. This is the acoustic guitar. Then kuna bass guitar pia. Acoustic guitar na bass guitar, alafu tuna voice coach pia. So kama una sauti yako unaweza imba but hauko sure na vitu zingine kama yangu tutakupea guidance. Yeah, of course mimi naamini huwezi fundisha mtu kuimba, tunaweza mguide imbe poa. So tunakuguide uimbe poa, alafu pia tunafunza drums. Alafu kuna wind instrument moja sasa ndio tumeanza inaitwa recorder. Recorder at least wengi wanaijua, iko kwa CBC curriculum. Hii sasa hii grade 4 and 5. So tunafunza pia recorder. So those are some of the instruments tunafunza. Alafu the theory music, kama unasoma plan theory music. Theory music ni ile kusoma solfa notations. Yeah, tuna offer. You also do that. Yeah. You know, I was wondering, hii voice yangu by the way, can it be nurtured in a way? Inaweza imba? Ama should I sing kidogo? Hakuna. Imba ni nimbe song gani? Hebu nipe give me just a song nimbe just some words. Okay. Let me sing this one. Boy sikia. Nilikuwa natafuta rafiki. Am I singing something? Akaje? Iko sawa. Hakuna mtu aizi. Siko mbaya sana. Naweza kuwa kila msanii anaweza kuwa nurtured. Kuna wale of course wako na gift, naturally alikuwa born na hiyo gift. Napata huyo hakutakuwa na lot of time kumnacha sana. Kuna wale wenye anataka but hiyo kitu akomba zaidi. Unafanya kazi mingi. Lazima ufanye kazi but kila msanii hakuna mtu hawezi imba. It's possible. Kila mtu anaweza. Kuna unaona msemo mwenye hakuwa anaimba lakini saa hii ukisikia anaimba unasema watu toka bad. Kuna wale made unaweza make na kuna wale wenye pia ni natural gift alipewa na God. Okay, so that is what you offer. Na umesema running a music school iko na challenges mingi sana. And I believe one of them is hizo instruments kwanza. Hizo instruments, yeah. So how are you managing it? Like kuna venye currently tuna hiyo nikwambia hiyo music iko karibu na church, iko karibu na church. So church litu offer kupatia drum set na keyboard. So the guitars is what we been able to get, and for some we just hatuwezi tumia instruments za church forever. Itafika time lazima tukwenda sawa. Na pia zina wear out pia. Zina wear out, so maintenance just church kupatia instruments na I'm expected una maintain, una make sure ziko sawa, kitu kiharibika utatengeneza. So but we are hoping that God akifungua ways tutapata our own instruments. Depend kwa hizi za church. Yeah, but at least we are ni pole tu. Sasa at least tumeweza since tuanze nilikwambia tulianza 2014 but tume set up hiyo music school 2019. Yeah, so since 2019 na sasa hii tumeweza kubuy at least few guitars. So tuna hope at least in future
we can have our own instrument. Okay, so I believe maybe we have some people who are watching us wenye wako na some instruments back at home, ama those who are willing to support maybe your music school. I don't know, unaweza waambia nini watu kama hao? If you are there and you watch na unaweza nataka kusupport, karibu. We are open to any kind of support, be it kama uko na instrument yenye unaona this one I can donate, especially keyboard ama drum set ama bass, guitar combo, vitu kama hizo ndio vitu tuna lack sana. You are welcome to support. Hata kama ni funds, if you feel like you can support us with some funds, you are welcome to support, and God atakubariki sana. Yeah, so those who have, if you have any instrument back at home na utumie, ama you feel like donating it, you can get in touch with the Fame Music. Or if you just want to help them in any way, if you want to give them some cash or get some instruments, ama develop nayo, if you feel touched with what he's doing, because at the same time he's also just helping kids. Those that he feel are talented na ni kama wana uwezo sana, he's getting to them and trying to nurture them at least to grow musically. So he's doing some good job basically. So are they free to visit your school kwanza, by the way? Welcome. Any day, anytime, nipigia tu simu, tuta organize na come. But if you know Shofco school, hapo Shofco Kibera School for Girls, ukifika hapo then upige simu ama ulizie tu mtu hapo iko wapi St. Jerome, ataambiwa. Because shule iko ndani ya St. Jerome, so the church inajulikana sana urahisi. Kuza tu St. Jerome Church, ukiingia hapo unapata music school. Yeah, so tembea Fame Music, uone what they are doing there. Uone how they are doing their things. If you can support them pia, just chip in and help them. Yeah, thank you. Okay, so tukimalizia Festo, what can you tell maybe those who want to pursue music, maybe those who have kids who feel like they want to do music and all that? Tunaweza sema tukimalizia ni anyone can learn music. Music haina limit, haina age limit. But for kids, at least we recommend mtoto ameweza fika at least 5 years. 5 years ni mtu anaweza jiongea, anaweza elewa, si ndio? Yeah, so a kid at least from 5 years kuendelea, ni mtu anaweza learn music. So anyone there anapenda ku learn music, 3 things. One, get the right teacher, get the right school if it's a school you want to get, and also saidia mtu hii hiyo kitu anapenda agro nayo. Wewe jua hii future hiyo italeta food kwa table. Si uongo, that's true. Yeah, because when passion imetangulia, then money will come. I'm a witness to that, and I'm a testimony to that. So asanteni sana. Okay, so thank you so much for coming. But can we finish with something maybe? Okay. I can dance kidogo tu. Pole, usijali. Kama girls. Just any song yenye una feeling wakaina kutouch. Ama yenye inaweza touch those who are viewing us or watching what we are doing here. Just anything sweet. Okay. Siku moja mama, nitakujengea nyumba ya kifahari, uishi poa mama, na pesa za muziki. Siku moja baba, nitakujengea nyumba ya kifahari, uishi poa baba, na pesa za muziki. Ikiwa nitakuwa shuleni, niwe mwalimu, mwalimu, niwe naimba, chochote nifanyacho, popote niendapo, yeyote nitakuwa. Niwe baba na mama, naomba mniache niimbe,
niache niimbe. Kazi nitafanya lakini niache niimbe, niache niimbe, niache niimbe. Oh, mimi naahidi kuwa nitaimba nyimbo za Injili, niache niimbe, niache niimbe, niache niimbe. Hey. That's very good. So thank you so much for coming. Thank you so much, viewers. Until next time. Bye bye. Kaboom.